kwenye kongamano hili la siku 5, na moja ya vitu ambavyo nataka nikupe uhakika ya kwamba baada ya hizi siku 5 kuna kitu ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako. Haleluya! Kwa hiyo usikose, kwa kadri ambavyo Mungu anakupa neema ya kukusaidia kukusanyika kila jioni. Na kwa siku ya leo ya kwanza tungepaswa tuanze saa 10:30, lakini kuna mambo yameingiana kati hapa, watu wa media, kwa hiyo nafikiri tumesogea hapo kidogo, lakini saa 10:30 sharp tunatakiwa tuanze. Amen. Saa 10:30. Na siku ya Jumamosi tutaanza saa 10 kamili ili tuwe na masaa 2 ya nguvu. Haleluya. Sasa wakati nilipokuwa nikimwomba Bwana, ni msimu wa Pasaka, na Pasaka ni tunasherekea kwa kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Yes, Pasaka ni sherehe au tunaadhimisha kifo na ufufuo. Kwa hiyo Pasaka ni ufufuo, ni ufufuo. Sasa nikawa namuuliza Mungu ya kwamba je, tutajifunza nini kwenye msimu wa Pasaka, kwenye kongamano hili la Pasaka tutajifunza nini? Mungu akanisemesha ndani ya moyo wangu ya kwamba zipo roho ambazo zinatawala, na hizi roho tusipozifanyia kazi, kuna maisha ya Kristo hatuwezi kuyafaidi. Kuna maisha ambayo hatuwezi kufaidi vizuri, kwa sababu ni kama kifungo, ni kama vile mtu amefungwa. Na Mungu ametupa neno jioni ya leo na siku 5 kuhakikisha kwamba tunaondoa kila roho ya madeni katika jina la Yesu. Haleluya. Ya kwamba tunaondoa roho au roho zote za madeni ambazo ziko ndani ya Mkristo, katika familia ya Wakristo, hazitakiwi kuishi katika jina la Yesu. Bwana tusaidie sana. Sasa kuna mbinu za kibiblia zitakazo kusaidia kuondokana na roho ya madeni. Zipo kabisa zimeandikwa kwa ajili yetu. Ni mbinu ambazo zitatusaidia kuondokana na roho ya madeni katika jina la Yesu. Sasa naomba tufuatane kipengele kimoja baada ya kingine. Sasa ukiangalia kwenye topic yetu au kwenye mada yetu, kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa uvielewe. Kuna mikopo au mkopo, na kuna madeni au deni. Ni vitu viwili tofauti, lakini vinashabiana. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Sasa nataka, kabla sijaingia kwenye madeni au deni, nataka nikupitishe kwenye mkopo ili uweze kuwa na uelewa mzuri. Sasa nini maana ya mkopo? Mkopo ni kitu au vitu au fedha ambayo unaichukua kwa mtu au taasisi kwa makubaliano maalum. Hiyo ndio tafsiri ya mkopo, kwamba ni kitu, unaweza kuchukua kitu au vitu au fedha ambayo unaichukua kwa mtu, au unaweza ukaichukua kwenye taasisi. Taasisi ambazo zimeidhinishwa, ziko kisheria na kwa makubaliano maalum. Huo ndio mkopo. Na nitakueleza kwamba, na utakuja kuona kwamba kukopa sio dhambi. Bwana tusaidie sana. Kukopa sio nini? Sio dhambi kabisa. Na maandiko yako wazi kabisa. Kukopa sio dhambi. Sasa angalia, makubaliano hayo yanaweza yakawa makubaliano ya nini? Kuna makubaliano ya aina 3 ambayo nimeyaorodhesha hapa.
Jambo la kwanza ni kiasi cha fedha ambacho mnakubaliana na taasisi au na mtu mwenyewe mhusika utakachorudisha. Mnakubaliana kabisa, unanipa 1,000,000, nitarudisha 1,000,000 kamili, au nitarudisha 1,150,000 na 100,000 kadhalika. Kwa hiyo ni makubaliano au ni kiasi cha fedha ambacho mnakubaliana utakachorudisha. Lakini kama kuna riba, je, huo mkopo unaoenda kuchukua una riba? Kama una riba, ina maana kwamba mtakubaliana kwamba kwa kila mwezi au kwa kila wiki au kwa kila siku kuna kiasi fulani ambacho nitakuwa ninakirejesha. Hayo ni makubaliano. Lakini pia mnapeana na muda wa kulipa, kwamba nimechukua 1,000,000, nimechukua 10,000,000, nimechukua 100,000, nitakuwa nairejesha kwa muda wa mwaka mmoja au mwezi mmoja au wiki moja au miezi mitatu. Kwa ni makubaliano ambayo mnaingia wakati unapotaka kuchukua mkopo. Bwana tusaidie sana. Amen. Sasa mkopo unaishaje? Mkopo unaisha baada ya kukamilisha makubaliano yote ambayo umekubaliana. Ndio mkopo unaishia hapo. Kama mlikubaliana kwamba mkopo huu utakuwa kwa mwaka mmoja au mwezi mmoja, basi utakapolipa na aidha kabla ya muda au ule muda ambao umekubaliana, basi mkopo unakumeisha hapo. Sasa kitakachofuata kama utavunja makubaliano sio mkopo tena, ni nini? Deni. Tumeelewana wapendwa ya. Kwa hiyo unapokuwa uko katika ile hali ya makubaliano ambayo umekubaliana, ule unaitwa ni mkopo bado, na ndicho kitu ambacho sio kibaya, sio kibaya kabisa, sio kibaya kabisa. Lakini yale makubaliano au ule muda unapoisha halafu bado unadaiwa, inakuwa sio mkopo tena, bali inakuwa ni nini? Ni deni, kwamba unadaiwa. Si tumeelewana Unaingia kwenye deni. Na ndiyo maana ukiangalia kwamba deni au madeni is spiritual, ni roho kamili ambayo usipoishughulikia inaweza ikatesa hali ya maisha yako. Note vitu vitatu hapa. Jambo la kwanza, fedha unayochukua, kumbuka kwamba sio ya kwako. Hiyo lazima uelewe ya kwamba unapoenda kuchukua fedha kwa mtu yeyote yule, sio fedha yako. Hiyo sio fedha kwa, umeiazima tu, na unatakiwa kuirudisha kwa mwenye nayo kutokana na nini? Na makubaliano. Unaelewa hicho kitu Yaani fedha unayoenda kuichukua haijatokea sehemu, yaani haikuangani, ni mali ya mtu, ni fedha ya mtu. Namba 2, kumbuka kwamba ile fedha unayoenda kukopa ni jasho la mtu, ni jasho lake, na amekuazimisha tu ili ikusaidie. Kumbuka kwamba ni jasho lake, amehangaika na mwisho wa siku akasema hapana. Mfano, baba, hebu naomba unikopeshe shilingi 10,000, nitairudisha wiki ijayo. Kumbuka ile ni jasho lake. Kwa hiyo amekuazima kwa kukuheshimu ili wewe iweze kukusaidia. Bwana tusaidie sana, usije ukasahau hilo. Lakini pia namba 3, amekuheshimu sana kukupa hiyo fedha. Amekuheshimu sana kukupa hiyo fedha ili ikusaidie. Nisaidie kumwambia mwenzako hapo, usikimbie na fedha ya mtu. Nisaidie kwamba kumbuka fedha uliyoiazima ni jasho la mtu. Ni jasho la mtu. Mtu ameumia, ameikusanya. Wewe unachukua tu, unapeleka, unatumia, hata urudishi.
maisha makubwa sana. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba fedha ambayo umeichukua ni jasho la mtu. Namba 3, amekuheshimu sana kukupa fedha yake, amekuheshimu sana. Lakini kumbuka kwamba hiyo fedha unayoichukua umeichukua imekusaidia kutatua changamoto uliyokuwa nayo, imekusaidia kutatua hali uliyokuwa nayo, imekuwezesha. Kwa maana nyingine, yule mtu amekusaidia kukuwezesha au kutatua changamoto ulionayo. Kwa lazima uwe na adabu na kumheshimu, kwa sababu yeye amekuheshimisha kwenye changamoto uliokuwa nayo. Usije ukajisahaulisha. Oh, haleluya! Bwana Yesu atusaidie sana. Usije ukajisahaulisha. Lakini angalia, sasa hiyo ilikuwa ni dhana ya mkopo. Nafikiri tumeelewana tukizungumza mkopo ni nini. Sasa tunakuja deni au madeni ni nini? Madeni maana yake ni nini? Angalia, ni fedha ambayo umeshindwa kuilipa kutokana na makubaliano yenu. Unaposhindwa kuilipa fedha kwa makubaliano mliokuwa mmekubaliana, inahama kutoka kwenye mkopo, inakuwa ni deni. Kwa kama uliazima kwa mtu ukasema kwamba nitarudisha baada ya mwezi mmoja, mwezi mmoja ukipita, sio mkopo tena, inakuwa ni nini? Ni deni. Inakuwa ni deni. Na ndio maana kama mmekubaliana mwezi mmoja, hawezi akaja kukudai kabla mwezi haujaisha. Lakini mwezi ukiisha, anaanza kukudai. Kwa nini? Kwa sababu ni umevunja makubaliano. Utamuona kupigia simu, anamwambia bwana, uliniambia utalipa mwezi umeisha, sasa mbona hujaniletea fedha yangu? Inakuwa ni deni. Lakini katikati hapa hawezi kupigia simu ya kwambia kama naomba hela yangu au naomba unipe deni langu, kwa sababu haijawa deni bado kutokana na makubaliano. Lakini makubaliano yakiisha, inakuwa ni deni. Iko hivi, ndani ya makubaliano ni mkopo na nje ya makubaliano ni deni. Na huu ndio utofauti wa mkopo na deni. Ndani ya makubaliano ni mkopo, nje ya makubaliano ni deni. Na ndio maana anapata uhalali wa yeye kuja kukudai. Kwa sababu gani? Kwa sababu uko nje ya makubaliano. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema, Bwana Yesu, naomba unisaidie ninapoazima fedha ya mtu, naomba nikamilishe sawasawa na makubaliano tuliyokubaliana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, achilia hiyo neema ya kwenda kwenye makubaliano na kuhakikisha kwamba nafanya sawasawa na makubaliano, katika jina la Yesu. Amen. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo unaona sasa, baada ya kuwa, na ndio maana inaitwa ni roho ya madeni, kwa maana kila ukikopa unaangukia kwenye madeni. Haukopi ukaishia kwenye mkopo, haukopi ukaishia kwenye mkopo, unajikuta unakopa unaingukia kwenye madeni. Ukikopa, labda ulikopa kwa ajili ya kutanua biashara yako, unajikuta kwamba ile fedha inapotea au inaishia huko huko. Si umekula au umefanyaje, sijajua, lakini ile hela ikipotea, unajikuta unaanza kustruggle namna gani uweze kuilipa. Unajikuta namna kuirejesha huo uwezo unayo tena, na matokeo yake unajikuta unaingia kwenye madeni. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana inaitwa ni roho ya madeni, ambayo unatakiwa uwe unaikataa katika jina la Yesu, kwa sababu ni mfumo ambao usipotoka nje ya mfumo utakutesa. Utatesa uchumi wako, utatesa amani ya moyo wako.
itakutesa, hautakuwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu umejikuta hauna uwezo wa kulipa, hauna uwezo wa kurudisha mkopo, ili umeangukia kwenye madeni. Sasa matokeo yake ni nini? Unaanza kuwa unahamisha. Tutaangalia huko mbele kidogo, ngoja nikusogeze mbele kidogo. Ona dalili za kuwa kwenye madeni. Dalili gani zinakuonyesha kwamba wewe uko kwenye madeni? Una harufu ya madeni. Dalili gani zinakuonyesha kwamba mimi niko kwenye hali ya madeni? Angalia dalili ya kwanza, unaona kwamba riba inaanza kuongezeka. Riba inaanza kuongezeka. Mlikuwa mmekubaliana milioni 1, mwaka umeisha, anakupandishia na kuwa ni milioni 1.5 kwa sababu una hela yake. Riba inaanza kuongezeka. Lakini dalili ya pili ni kuvunjika kwa mahusiano na kukosa amani ndani ya moyo. Ona, yule mtu ambaye alikukopesha ili fedha ikusaidie, lakini ghafla unajikuta kwamba hujalipa. Na kama hujalipa, unajikuta yule mtu ambaye mlikuwa mnaongea vizuri, amekusaidia kwa nia njema, unavunja mahusiano yake na wewe. Unavunja mahusiano yake. Ulikuwa na uwezo wa kwenda kumsalimia nyumbani, hata wewe kumsalimia tena. Ulikuwa na uwezo wa kumpigia simu, hata simu mpigii tena. Kwa nini? Kwa sababu umevunja hayo mahusiano. Kilichovunja mahusiano ni madeni. Na kumbuka kwamba maisha ni watu. Kwa hiyo unapovunja mahusiano na watu, unaharibu maisha yako mwenyewe. Nisaidie kumwambia mwenzako, unapovunja mahusiano na watu, naomba nisema kwa sauti, unapovunja mahusiano na watu, unaharibu maisha yako mwenyewe. Kwa sababu shida haiji kwa siku moja, changamoto sio siku moja. Kuna muda utapata changamoto tena, utaenda kwa nani? Kwa sababu ukienda kwa fulani ulishaharibu, ukienda kwa huyu ulishaharibu, ukienda kwa yule ulishaharibu. Kwa unajikuta kwamba maeneo yote umeshaharibu, utaenda kwa nani? Na ndio maana unajikuta kwamba unaenda kwa fulani, unamwambia fulani, naomba uniazilishe fedha. Anasema sina, hata kama alikuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu ulishavunja mahusiano, ulishavunja uaminifu. Lakini namba tatu, dalili za kuwa kwenye madeni, unaanza kuchukuliwa hatua. Mara umepelekwa serikali za mtaa kwa mtendaji, mara umepelekwa si wapi polisi, unaanza kuchukuliwa hatua. Haujawahi kuona kuna watu wanakuja kuchukua vitu ndani? Hamjawahi kuona? Wanabeba godoro, wanabeba kitanda, wanabeba sofa, wanabeba TV, wanaangalia vyenye thamani, wanabeba wanaenda kuuza kwenye mnada. Ni dalili ya kuwa kwenye madeni. Mtu ambaye yuko kwenye madeni haoni shida vitu vile, halafu anajifariji kwamba nitatafuta vitu vingine nitanunua. Haiwezekani. Kwa sababu ni roho ambayo imekukamata. Utajikuta tena unaanza kukopa, unakopa unashindwa kulipa, unakopa unashindwa kulipa, na mwisho wa siku unajikuta kwamba unaingia kwenye dhiki, unaingia kwenye mateso. Lakini pia namba 4 ni kujihami. Kila unapomuona yule anayekudai unajihami. Hata kama nakuja mbele yako hivi, kama kuna njia nyingine ya pili, unachipukia njia ya pili, hautaki muone naye. Kwa nini? Kwa sababu anakudai. Tena wakati mwingine unaongeza na moyo, unakimbia kabisa. Hata kama ulikuwa na mpango wa kukimbia, unaona ghafla unaanza kukimbia. Kwa nini? Kwa sababu madeni au deni limeukamata moyo wako, limekamata maisha yako. Lakini pia jambo la 5 ni kuwa mwongo. Unaanza kudanganya, nitakupa kesho inafika, nitakupa Ijumaa inafika, nitakupa wiki kesho. Unakuwa ni mwongo, mjanja mwongo. Na hapa ndipo unaanza kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kifungo cha madeni au gereza la madeni limekufunga pale. Unadhania kwamba ukiwa
ukiwa mjanja au ukianza kumdanganya unadhania kwamba eti ndio salama yako, kumbe Mungu mwenyewe unamkosea. Unajikuta unaweza kuingia kwenye dhambi. Na ndio maana mara nyingi sana mtu ambaye ana madeni, angalia hali ya maisha yake, angalia amani ya moyo wake, angalia jinsi ambavyo anaishi kwa wasiwasi kweli. Anakuwa ni mjanja, kila kitu ni mjanja, kwa sababu kuna roho ambaye imemvamia. Katika jina la Yesu wewe kutoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Kwa nini wewe mtumwa? Kwa nini uishi kwenye mnyororo wa madeni? Na wakati wewe Mungu amekuokoa. Na ndio maana kwenye kongamano hili la Pasaka, hii roho lazima uivue katika jina la Yesu. Wakati Yesu anapenda kufufuka, afufuke ukiwa hauna madeni yoyote imeisha katika jina la Yesu. Sema Bwana nifungulie mlango ili niweze kuondokana hii roho kwa jina la Yesu. Haleluya. Angalia dalili ya 6 ni kuhamisha madeni. Unahamisha madeni. Ulikuwa umekopa kwa Itobela, unaenda kwa Lamek, unachukua la kwa Lamek unarudisha kwa Itobela. Yaani ni mle tunahamisha, tunazunguka. Unakaa unahamisha madeni, unahamisha deni, unapeleka huko, hii unapeleka pale, hii unapeleka pale, hii unapeleka pale. Kwa hiyo inakuwa ni hali ya mzunguko wako. Na ndio maana unaposema kwamba madeni ni roho, hebu angalia hali ya maisha yenu, ya familia yenu, hali ya ukoo wenu. Je, angalia kuna hali ya madeni ambayo imetawala? Kila mtu anayepata changamoto, anayekopa halipi. Unakuta wakati mwingine ni level ya kifamilia. Ukimwangalia mama anakopa halipi, baba anakopa halipi, watoto wanakopa hawalipi, wajukuu wanakopa hawalipi. Hiyo ni roho ambayo imeivamia familia. Na unajikuta kwamba mwisho wa siku wote, familia nzima, ukoo mzima wanatembea katika hali ya madeni. Hiyo lazima ushughulikie katika level ya kifamilia. Lazima ukae chini utathmini uone. Kwa hiyo kama ni roho, unaweka kwamba na wewe inaweza ikakufanyia, na wewe inaweza ikakujia. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kuidhibiti hiyo roho ya madeni ili isije ikakuvamia katika jina la Yesu. Tumeelewana wapendwa? Lazima ujikite kuiondoa. Na ndio maana unakuta mpaka mtu anakufa na madeni. Unakuta yule anakuja, nilikuwa namdai marehemu. Utawaacha watu kwenye shida. Utawaacha watu kwenye changamoto. Kila anayekuja nilikuwa namdai. Kila nilikuwa namdai. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho ambayo ilikuwa inatembea juu ya maisha yake. Haleluya. Angalia dalili ya 7 ni kuongeza madeni. Haridhiki, anaongeza madeni tu. Nikopeshe 100,000. Amemaliza, ametafuna yote, nikopeshe 50,000. Ametafuna yote, nikopeshe kitenge. Anatafuna yote, nikopeshe. Na wamama wanaathirika sana na hii kitu. Unakuta chinga anapita mtaani kwako, haya masufuria leta, haya vikombe leta, haya vijiko wewe unakusanya. Wakianza kupita na daftari unaanza kujificha, unasema mwambie sipo. Sema upo upone katika jina la Yesu. Hebu angalia huyo mtu naye ameteseka. Huyo mtu ni jasho lake. Haiwezekani anakuja kutafuta fedha yake, wewe unajificha. Haiwezekani. Wewe kila kitu unachukua tu. Lazima uwe na adabu. Unaongeza madeni kila kunapokucha. Madukani mpaka daftari imejaa. Kila ukurasa umo, kwenye unga umo, kwenye mchele umo, kwenye sukari umo, kwenye mafuta umo.
Wewe kila ukienda na bado nakudai, nitaleta. Kila ukienda bado nakudai. Yaani hiyo ni roho ambayo usipoikataa inaweza ikakutesa kila kunapokucha. Hasa kukutesa. Na mwisho wa siku unaanza kuhama maduka. Leo unahama kwenye duka hilo unaenda kwenye duka lingine, kwenye duka lingine, kwenye duka lingine. Maduka yataisha tu. Yataisha tu. Unaanza tena kurudi, unasahau kama ulikopa. Alafu unajisemesha kwamba hivi kweli, hivi nadaiwa kweli. Sio kwamba unajua kabisa unadaiwa, lakini kwa kuwa roho imekuvaa unajisemesha kwamba udaiwi. Hiyo roho ndiyo maana kusemesha, jisaulishe ili kope tena. Jisaulishe ili kope tena. Hatuishi maisha namna hiyo. Sema katika jina la Yesu, hiyo roho ya madeni sio fungu langu kwa jina la Yesu. Roho ya madeni sio fungu langu katika maisha yangu. Naifunga katika jina la Yesu. Nafunga leo lango la madeni. Naliondoa kwenye familia yangu. Naliondoa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Lazima ukasirike ili uweze kuondoa hiyo roho ya madeni. Angalia namba 8. Kushindwa kukopesheka tena. Ukienda nikopeshe unga, nasema nakudai, leta kwanza ndo nikukopeshe. Ukienda si wapi nakudai, leta, unashindwa. Hata kama ukipata shida namna gani, haukopesheki tena. Hii ni hatari sana. Namba 9, kuwa na hasira za mara kwa mara. Ni dalili za kuwa kwenye madeni. Wewe unalipuka tu, ni hasira. Akikupigia simu fulani, wakati mwingine unapokea simu nasikilizia ni yeye au sio yeye. Namba 10, kuuziwa vitu au kuuza vitu. Ukishaona unauza vitu kwenda kulipa madeni, ujue roho imeshaingia ndani mwako. Roho imeshaingia ndani mwako. Unauza TV unaenda kulipa deni. Unauza sofa unaenda kulipa deni. Unauza kiwanja unaenda kulipa deni. Unauza kiti unaenda kulipa deni. Ni hatari sana. Niwahi kumwona mama mmoja, tulikuwa sehemu fulani. Sasa yeye vitenge vyake vyote ilikuwa sasa anauza. Tena wakati mwingine kitenge kinauzwa 25,000, 27 huko. Anauza 10,000, anauza 5,000, anauza 8,000. Kwa nini? Kwa sababu ukiuza kitu unaenda kulipa deni, angalia thamani yake inashuka sana. Inashuka sana. Kwa sababu kuna pressure ya watu. Na ndio maana unaona wakati mwingine, unaona saa nyingine unaona mpaka wakati mwingine nyumba imeandikwa nyumba hii inauzwa na benki. Nyumba hii inauzwa. Unje kuona imeandikwa hii nyumba inauzwa. Sema katika jina la Yesu, vitu vyangu havitauzwa kwa jina la Yesu. Viwanja vyangu, nyumba yangu haitauzwa kwa sababu ya madeni. Hiyo roho sio fungu langu. Hiyo roho sio fungu langu. Hiyo roho sio fungu langu katika jina la Yesu. Haleluya. Unakuta mwingine mpaka anafilisiwa na benki, anafilisiwa na taasisi za mikopo kwa sababu ameshindwa kulipa, ameshindwa kufanya marejesho au kurejesha. Namba 11, anajikuta anakimbia mji wake, anakimbia familia yake, anakimbia kabisa. Nimeshaona baadhi ya watu wakikimbia, anakimbia natoka Mwanza kabisa, hataki tena kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu madeni yamekuwa si madeni. Anadaiwa huku, anadaiwa mashariki, anadaiwa magharibi, anadaiwa kaskazini, anadaiwa kusini. Asubuhi wanakuja kumdai, mchana wanakuja wengine, saa 9 wanakuja wengine, jioni wanakuja. Kwa anajikuta yeye siku nzima ni madeni wanamdai. Hodi karibu, mama fulani yupo, fulani yupo, nimekuja kuchukua hela yangu, nimekuja. Anajikuta mwisho wa siku anaamua kukimbia mji. Kwa nini? Kwa sababu ya madeni. Bwana tusaidie sana. Biblia inasemaje kuhusu kukopa? Nafikiri umepata picha kwenye madeni kidogo.
Umepata picha kidogo kwenye madeni. Sasa Biblia inatuambiaje kuhusu kukopa? Inasemaje kuhusu mkopo? Na tutaona Biblia inasemaje kuhusu deni au madeni. Inasemaje Biblia yenyewe? Inasemaje Biblia? Biblia inasemaje kuhusu kukopa? Kukopa au kukopesha sio dhambi. Sawa Kukopa au kukopesha sio nini? Sio dhambi. Mathayo 5:42. Mathayo 5:42. Naomba tusome kwa sauti wote kwa pamoja. 1, 2, twende. Jamani, au tunaogopa kusoma kwamba tusome kwa sauti. 1, 2, twende. Mpe yeye akuombaye, wala usimgeuzie kisogo yeye atakaye kukukopa. Usimgeuzie kisogo yeye anayetaka kukukopa. Kwa hiyo kukopa sio nini? Sio dhambi. Kukopesha sio nini? Sio dhambi. Tunaelewana wapendwa? Kipengele kizito ukiwa kwenye madeni. Ukishavuka level ya mkopo kaingia kwenye madeni, hapo sasa ndo mambo yameshavurugika huko. Lakini kwenye mkopo sio madeni. Angalia kwenye Kutoka 22:25. Ukimkopesha mhitaji, usimtoze nini? Usimtoze riba. Hii ni familia ya jamii ya watu ambao wameokoka, ya kwamba unaweza ukamkopesha mtu kwa riba, lakini unapokuwa umemkopesha mhitaji maskini, basi usimkopeshe na nini? Na riba. Sawa kwamba ni sehemu ya kumsaidia. Akisemaje? Kama ukimkopesha mmojawapo wa watu wangu fedha ambaye ni mhitaji, usiwe kama mtu mkopesha fedha, usimtoze riba. Bwana tusaidie sana. Usimtoze nini? Unaweza ukamkopesha ili akurudishie, lakini usimtoze riba. Ndivyo maandiko yanavyotuambia, ndivyo neno la Mungu inavyotuambia. Lakini kama ni mhitaji, sio kigezo cha yeye kutokurudisha fedha. Haleluya! Sio kigezo. Amen. Sio kigezo cha yeye kutokurudisha nini? Fedha. Unajua bwana, mimi ona maisha yangu kanikwenda karudi, ona mimi mwenyewe imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Lazima mwambie Mungu, nimekopa hiki kiasi cha fedha, nipe neema nikirudishe, niweze kurudisha fedha ya watu. Na mtu ambaye anaheshimu na kuthamini fedha ya mtu hawezi kuwa mzulumaji. Huwezi kumdhulumu mtu, huwezi kuwa mzulumaji. Lakini kuna baadhi ni Wakristo lakini bado ni wazulumaji. Wanadhulumu fedha ya mtu. Anamfuata mara mbili, bwana nilikuazimisha fedha, naomba na mimi nisaidie, ikanisaidie. Sina. Jibu jepesi, sina. Tena naenda mbali zaidi, anasema nitolee kelele. Yaani wakati anakupa fedha ili kusaidia, leo hii inakuwa ni kelele, kwamba nitolee kelele. Bwana tusaidie sana. Sema, Bwana Yesu nisaidie nisiwe mzulumaji, nisidhulumu fedha ya mtu, nisidhulumu mali ya mtu, nisidhulumu fedha ya mtu, katika jina la Yesu, amen. Unaelewa hiki kitu Usije ukawa ni miongoni mwa watu ambao wanadhulumu fedha ya mtu. Huko ni kudhulumu jasho la mtu. Unadhulumu jasho la mtu. Kuna mtu ananielewa hapa? Nazungumza na mtu mahali hapa. Haleluya. Angalia kwenye Walawi 25:37 anaelekeza, ukimkopesha mhitaji usimtoze riba. Usimkopeshe fedha ili alipe na riba.
wala usimuuzie chakula kwa faida. Ni maskini huyu, ni mhitaji huyu, ni mhitaji huyu. Lakini kama sio mhitaji, akikupa sharti la riba, inabidi utoe. Tunaelewana wapendwa? Inabidi ufanyeje? Utoe. Lakini pia nitaelezea pia hata kwenye riba hapa namna ambavyo mambo wakitumia yanakuwa magumu. Ulishawahi kuona mtu anakopa 100,000 anaambiwa atalipa 50,000? Yaani 50% ya riba. Kwa hiyo anajikuta amechukua 100,000, akivusha 50,000, akivusha 50 nyingine, akivusha, baada ya miezi mitatu anadaiwa hela nyingi sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaelewana wapendwa? Usimkopeshe fedha ili alipe na riba, wala usimuuzie chakula cha. Hiyo ni kumkopesha mhitaji. Ukiwa kwenye mkopo, ujue una fedha ambayo sio zako, hivyo utakuwa mtumwa wa fedha. Utakuwa mtumwa wa mwenye fedha. Angalia maandiko nasemaje kwenye Mithali 22:7. Mithali 22:7, maandiko nasema matajiri huwatawala masikini, naye akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Naye akopae ni mtumwa. Ni maandiko amesema, sio mimi mchungaji nimesema. Kwa hiyo unapokuwa umekopa fedha ya mtu, uwe na hakika kwamba utakuwa mtumwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana nataka nikusaidie ili uweze kuondokana na hiyo roho ya madeni. Itakusaidia sana. Angalia, unakuwa mtumwa kwa kiasi gani? Unakuwa mtumwa wa kisaikolojia. Yaani saikolojia yako haikai vizuri, unamwanzia vibaya. Ndio maana hata saa nyingine unaanza kuwaza kwamba sangekufa tu ili angalau nipone deni lake. Si ushakuwa mtumwa, unamwazia mtu afe. Yeye alikusaidia, badala ya kumwombea aendelee kuishi ili akusaidie tena, unaanza kusema huyu angekufa tu. Yaani hela yake ikufa tu. Unamwazia, saikolojia yako imevurugika. Bwana tusaidie sana. Unakuwa mtumwa wa kifikra. Kila ukifikiria unafikiria deni la mtu, unafikiria deni lake. Ndio maana wakati mwingine akikupigia simu unaanza kuipokea, hata kama anataka kusalimia, inaita unaiangalia, huyu anataka kuniambia deni lake, anataka kuniambia deni lake. Umeshakuwa mtumwa. Kuna wakati mwingine anataka tu kusalimia, au wakati mwingine kuna kitu anataka akueleze, au kuna jambo anataka akueleze, lakini kwa sababu umeshakuwa mtumwa wa kifikra, unajikuta kwamba unampotezea. Kwa nini? Kwa sababu imeshakuwa changamoto. Bwana tusaidie sana. Angalia, akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Haleluya. Angalia, jambo lingine, unaruhusiwa kumtoza mtu riba. Riba sio dhambi. Riba sio nini? Sio dhambi. Unaruhusiwa kumtoza mtu nini? Kama unakopesha na wewe unaenda kukopa, usije ukasema kwamba itobela wewe bwana, wewe umeokoka bwana, usitoze riba. Je, kama umefungua taasisi ya ukopesha? Kama na taasisi ya ukopesha, wewe nikwambia bwana, mimi nakupa 100,000, unetea 110,000, usimwone vibaya, wala hajatenda dhambi. Hajatenda dhambi. Maandiko yanasemaje? Yanasema hivi kwenye Mathayo 25:27. Vyema basi ingekupasa kuweka fedha yangu kwa watoa nini? Riba, ili nirudipo nichukue ile iliyo yangu na faida yake. Na faida yake. Na faida yake. Ndio maana ukienda kwenye taasisi za kibenki, nafikiri karibia zote
zinakopesha kwa riba, zinakopesha kwa riba. Mwambie mwenzako, riba sio dhambi. Riba sio dhambi. Riba sio dhambi. Riba sio dhambi. Changamoto ya baadhi ya watu inakuwa ni ngumu kutoka kwenye madeni kwa sababu fedha anayoikopa anaikopa bila mpangilio, anaikopa bila kusudio. Can you imagine kwamba mtu anakopa, anaenda kukopa 50,000, anaenda kununua kuku wawili yale. Hafu nijui niambie kwamba utailipaje? Mtu anakopa, anaenda kununua kitenge, anakopa aenda saluni akang'ae kama mama fulani. Niambie baada ya muda maisha yatakuwa ni magumu sana. Kwa sababu angalia, vyema basi ningekupasa kuweka fedha yangu kwa watu wa riba ili ulipo nichukue fedha yangu pamoja na nini? Na faida. Kwa maana nyingine unaona wazi kwamba mkopo, unapochukua mkopo lazima ukuletee faida. Lazima ukuletee faida. Lakini kama unachukua mkopo kwa ajili ya kula, imekula kwako. Unakaribisha roho ya madeni, inapiga hodi kaka. Madeni nakuja. Madeni nakuja. Madeni nakuja. Angalia kitu kingine, Walawi 25:37. Anasema usimkopeshe fedha ili alipe na riba. Umeona? Wala usimuuzie chakula kwa faida. Ilikuwa ni maskini huyu. Ukiangalia ukianzia kule juu inaonyesha maskini. Lakini kama sio maskini, kama sio mhitaji, unaweza kumkopesha kwa nini? Kwa riba. Unaweza kumkopesha kwa riba. Lakini kama ni rafiki yako, mnaelewana, unampa tu, inamsaidia, sio hivyo? Ila kumbuke kufanyaje? Kurudisha. Ili kuna mtu mwingine anakuja aise, itobera. Hebu naomba niazime 50,000. Jioni nakuletea. Yaani ndani ya moyoni mwake anasema akinipa tu. Unaelewa hicho kitu? Wewe itobera, jikuta najua kama mwenzako amepata shida, amepata changamoto, anaingia ndani, anachukua fedha, anakupa akidhania kwamba wewe ni mtu mwema, kumbe ni tapeli. Unamtapeli mwenzako, unamtapeli rafiki yako. Hii ni hatari sana. Ni hatari sana. Na ndio maana hii roho ya madeni, hii roho ya utapeli imeingia mpaka makanisani. Kuna baadhi wanakuja kanisani, lakini kipengele cha fedha ni mgogoro. Sio mwaminifu hata kidogo. Ukimpa 5,000 anakuambia ni lazima 10,000 bwana kalaka na nikifika nyumbani nakupa. Akifika nyumbani hana time na wewe tena. Unaambia unaniambia kanisani nikupe 10,000, unanipa nikirudi nyumbani. Sasa tumesharudi nyumbani, nisaidie sasa hiyo 10,000. Haipo. Unajiuliza, huyu mtu si tulikuwa naye kanisani? Huyu mtu si akaniambia tukiwa kanisani kabisa? Ni kwa sababu ameshavamiwa na roho. Ukiona unamwazima mtu na mtu anapotea, na ameshavamiwa, sio mwenzako. Roho inashamvamia. Sio yeye anayeishi, ila ni madeni na utapeli ndio unaoishi. Ndio unaoishi. Ndio maana mara kwa mara ni mzulumaji tu. Kwa sababu gani? Kuna roho ambayo imeshamvaa, inafanya kazi ndani mwake, na haogopi kuchukua kitu cha mtu, haogopi kuchukua vyombo vya chinga, haogopi kuchukua vitenge vya watu, anabeba tuleta. Kitenge shingapi? Nakopesha kwa 50,000, leta hapa, haina shida, talipa. Hii mabakuli ya mahotponi shingapi? Nakopesha kwa 250,000, leta hapa, weka kabatini. Kama vile mali yako, kama vile cha kwako. Viatu hivi viatu, hii mchomoke imeenda vizuri sana, unakopesha kwa shingapi? 50,000, leta hapa. Wewe kila kitu unakusanya kama kwamba
unakusanya mali yako, kumbe ni jasho la watu wengine. Na ndio maana maisha yanakuwa ni magumu, na ndio maana upate mpenyo, ndio maana usongi mbele, kwa sababu kuna watu wanalia na jasho lako. Wanalia, wanakulilia, wakikuangalia wanakulilia. Bwana Yesu atusaidie sana. Unajiuliza, unaswabu, unatamani uvuke viwango. Huwezi kuvuka viwango ukiwa ni tapeli, haiwezekani. Huwezi kuvuka viwango ukiwa ulipi mikopo ya watu. Wao ni madeni tu, unapanga madeni tu, na unaanza kuwapanga watu kama vile unapanga mafungu ya mchicha. Njoo saa 8, akija njoo saa 10, mwingine akija njoo saa 1 jioni. Na matokeo yake nini? Unajikuta akija tena haupo. Unampanga muda ambao haupo. Mwisho wa siku unamsumbua mtu, fedha yake unamsumbua mtu. Anaamka saa 10 alfajiri, anakuja kugongea kingi, kanga, hodi. Nini? Nimefuata hela yangu. Na wewe umezidi mpaka saa 10 alfajiri. Sio yeye amezidi, wewe ndiye umezidi. Anatafuta jasho lake, anatafuta fedha yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, familia ya Disciples Community Church hatutakiwi kuwa katika viwango hivyo. Hatutakiwi kuwa katika hali hiyo. Sisi sio wa hali hiyo. Sisi sio wa viwango hivyo. Sisi ni wa maisha ambayo yametukuka. Tunamwamini Bwana ya kwamba anatupeleka hatua nyingine. Bwana tusaidie sana. Si kama kuna mtu ananielewa jioni ya leo. Angalia kwenye Kumbukumbu la Torati 23:20. Angalia kwenye Kumbukumbu la Torati 23:20. Unaweza kumtoza mgeni riba, lakini sio nduguyo Mwisraeli, ili kwamba Bwana Mungu wako akubariki katika kila kitu unachoweka mkono katika nchi unayoingia kuimiliki. Unaweza kumtoza mgeni nini? Riba. Ni maelekezo ambayo wana wa Israeli walikuwa wanapewa kabla ya kuingia kwenye nchi ya ahadi, ya kwamba wale watu mtakao wakuta kule, wale mnaweza mkawatoza riba. Mnaweza mkawatoza riba. Lakini ninyi kwa ninyi wana wa Israeli msitozane nini? Msitozane riba. Si tumeelewana wapendwa? Hivi ni viwango vya mahusiano. Jamani, rafiki yako unaweza kumtoza riba? Lakini kuna watu ambao wamepindukia, hadi baba yake anamtoza riba, hadi mama yake anamtoza riba. Aliyemweka tumboni miezi 9 anamtoza riba. Mama, utalipa na riba hapa, utaongeza riba hapa. Baba, utaongeza riba hapa. Hii ni hatari sana. Hamjawahi kuyasikia hayo mama? Hamjawahi kuyasikia? Hapo anasema niko kibiashara zaidi. Niko kibiashara zaidi. Siangalii nyao wala macho. Niko kibiashara zaidi. Bwana tusaidie sana. Tunaelewa mpendo. Lakini angalia, unaweza kumtoza mgeni riba, lakini sio nduguyo. Sio ndugu yako. Sio nduguyo Mwisraeli. Haleluya. Lakini hii inatengenezwa, lazima uhakikishe kwamba mmekuwa katika kama level ya undugu. Yaani kuna watu hapa wanasali hapa kanisani, wanakuja kanisani, lakini wameshikamana kama vile ndugu. Si tunaelewana? Yaani wameshikamana kama ndugu. Akaweza kumtoza riba. Hawezi kumtoza riba. Na ndio maana unaona kwamba hata kimwadhibisha anamrudishia. Siku moja nilikuwa na watu fulani kwenye gari hapa wa kanisani hapa. Tulikuwa tumetoka sehemu fulani. Sasa tukaanzisha mdahalo. Tukawa tunazungumza zungumza. Sasa baadaye nikamwambia hivi, moja ya vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo makini ni kwenye kumkopesha mtu. Wakashtuka. Sasa mchungaji, tusio tunakopesha, tunasaidiana. Sema unaweza ukamkopesha mtu ukamfukuza kanisani. Sio, umeipata hiyo picha? Unaweza anashindwa kuja kwenye ibada kwa sababu anakuogopa wewe. Anashindwa kuja kwenye ibada kabisa.
Anawaza nikija kwenye ibada nadaiwa. Ndio saa hiyo unaona watu wanamshangilia Bwana, wanarukaruka mbele za Bwana, lakini watu wawili kuna vikao vinaendelea. Yule anayemdai anasema hilo nalo napiga vigegera na dai hela yangu. Haitaki kunipa kabisa. Eti nashangilia tu, narukaruka tu, nakata na hela yangu. Tena ona leo amesuka na nywele nzuri kabisa. Hivi hiyo nywele hiyo sasa nipa hela yangu kabisa. Ona amenunua na kitu kizuri kabisa. Hiyo ni dharau kabisa. Umeona Yule mwingine anasema nimevaa nguo nzuri, sijui yule mdeni wangu atanifikiriaje. Kwa wakati wengine wanajifunza neno la Mungu, wanamshangilia Bwana, wanamwabudu Bwana, hao watu wawili kuna kikao, kuna roho imewavaa, na moja kwa moja wanakuwa na connection. Huyu anawaza hiki na yule anawaza kile. Ndio maana namwambia Bwana, tunapomaliza ibada usiondoke shwa. Mwingine anasema mchungaji, nisipoondoka shwa itakuwa ni aibu kwangu. Kwa hiyo unaona namaliza ibada, yani ile tunasema ameshavuka na lami. Kule amefikaje kule? Kule amefikaje? Kumbe kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo sisi hatuyajui. Mungu akusaidie sana katika jina la Yesu. Mungu akusaidie sana. Haleluya. Mungu akusaidie sana. Na ndio maana unatakiwa usiwe ni miongoni mwa watu ambao wanatembea kwenye madeni katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Naomba tusimame. Rawashanda. Mimi sijui kama hiyo roho inaitesa familia yenu. Sijui kama hiyo roho ukipiga picha unaiona.